Na hiyo ambao unasikiliza ni Baraka One TV, ikiwa ni kipindi cha habari na maelezo, tarehe 31 mwezi ni wa 10 2025, saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki. Ndugu yako the one and only town DJP, baba la baba, mzee wangu Asuma Rajabu Akili Kabonga, niko na Roger Seko Rafan. Karibu. Asante sana, tumekaribia ndani ya nyumba ya Baraka One TV kuja na habari na maelezo. Ili kwa kwanza kupata habari zetu kila siku, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata hizi habari za moto kila wakati. Ndugu zangu, karibuni sana. Tuna mambo muhimu sana ambayo tutakwenda kuya discuss sasa hivi, na hiyo kutokana na mazingira ambayo yako yanaendelea DRC na pia hata nje ya DRC. Rais wa Kongo alikuwa yuko Paris, Ufaransa. Licha kwamba jana tulijaribu kuzungumzia hisia za wakongomani za kutokutaka rais kwenda Ufaransa, lakini rais alikwenda Ufaransa, na hata pia ndugu yetu Lucien alikondane sana hilo swala. Kaongea sana rais watamwekea sumu vitu gani, hataki kwenda, na wengi tu walikuwa nafikira kwamba rais wanamwekea mtego Ufaransa, lakini kuna kwa Ufaransa kulikuwa kuna faida kwa Kongomani. Tutakuja kuzungumza hilo swala, na pia tutagusia kuhusiana na ambacho kimejiri huko Misisi baada ya makundi ya Bilozi Bishambuki na CNPSC kuweza kuwekewa kufanya maridhiano na kuweza kuweka tofauti zao pembeni. Kisha tutazungumzia pia M23 kuwateka watu vijana zaidi ya 19 kuelekea 100 huko maeneo ya Panzi, jimboni Kivu ya Kusini, na kuwapeleka mahali ambako hapa julikani. So pia chama cha Matata Mponyo LGD kimeweza kufutwa sawa na chama cha PPRD. Karibuni sana bwana, haya ndio mambo ambayo tutakwenda kuyajadili. Naam, karibu sana, na tuanze na hili swala la kwanza. Tuanze na swala la rais. Rais Felix ameenda Ufaransa, na kwenda kwake Ufaransa alikuwa na mambo mengi ambayo aliweza kuyazungumzia. Katika vitu ambavyo ngoja mimi nianze kwanza na kwa upande wa aggression rwandaise. Rwanda ndio biko wana agresser RDC, na kuko ile resolution ya D773 ambayo inaiambia Rwanda iweze kuondoa majeshi zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kuacha kuwasaidia M23, na pia M23 waweze kuachia maeneo yote yenye wanakamata waende sehemu moja ambako watakuwa kantone. Na hilo pia aliweza kuligusia licha ya Felix kwenda kule. Rais Paul Kagame wa Rwanda alikuwa amealikwa lakini hakwenda. Rais wa Uganda Museveni naye alikuwa amealikwa lakini hakwenda, na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye naye alikuwa amealikwa lakini hawakwenda. Kwa nini Ndayishimiye hakwenda? Kwa nini Kagame hakwenda? Na kwa nini Museveni pia hakwenda? Ndio niseme kwamba upande mwingine ni rais ambao walijua venye wako hemo na wana msimamo kwa madecision ya hapo. Njoo ukiangalia rais Paul Kagame ni rais ambaye wakina ile masuala kutoka sana kwenye mazungumzo ya kwenda sehemu fulani, kwa sababu yeye umwe ikiwa ya maana sana zaidi, kwa sababu ukiangalia hata hii nyalienda pa nyuma ambayo ilikuwa ya kubejiji ya nani ya global, ilikuwa juu ya kusimama global gateway ambayo walisaini mikataba kule, ilikuwa ni masuala ya mapesa ya kuingiza pesa ya biashara ndio, na ndio maana akafika, lakini kwenye masuala mazungumzo kwake haiko na iweka kipaumbele, kwa sababu anajua lengo ambacho na mazumuni yenye natumana M23 iko Mkongo. Na ukiangalia hizo nchi ambazo zingine zinazikukuya ni marafiki ambao wanakolabore vizuri na Rwanda, na ndio maana wao wakamata msimamo wakaamua kusema kwamba tutaenda kwenye mazungumzo hiyo, kwa sababu Ufaransa tu atakuwa tuonyesha kwamba sisi ndio wabaya, tumeua wananchi na mengine mambo kadhalika. Na kwa nini nani Rwanda na nani Burundi naye pia kwenda? Naye pia iko humo. Burundi niseme kwa upande wake, niseme rais wa Burundi ana yake, na useme kwa ili swala la masuala ya vita kwake anaukamatia umakini sana.
Na ukiangalia katika siku zilizopita kuna sehemu moja ambayo itafuta vamiwa nchi ya Burundi na magaidi wengine ambao yasemekana kwamba alikuwa ni wa jeshi ya Rwanda ambao alitafuta vamia ngambo moja ya nchi ya Burundi. Na hii kama vile rais wa Burundi yeye Evariste Ndayishimiye, utafahamu inikumbusha kwamba alikuwa soda jeshi zamani wa huko Burundi, na ndio maana kwa akakamatia sheria na akaona kwa niseme kwamba na kwa hizi tu miezi ambazo zinapita hapa rais wa Burundi hajatoka sana. Juu hii masuala ya vita kwake anaona kwamba ikiwa tu sehemu moja tu ya Uvira itakamatika, maeneo mengine itakamatika, kwake itakuwa ni menasi ya mkubwa sana. Na hana ile muda kutoka juu. Ukazu for example anaanza toka na nchi yake ikamatika, anaanza pigwa kudeta. Na ni mtu mwenye anajua nini yenye iko. Tusikilize kwanza hotuba ya Rais Felix. Iko na ngambo mbili. Upande wa kwanza tutasikiza undandasi yake kwa M23 na nyingine zile plan tatu ambazo alizisema juu ya kuweza kuwasaidia watu ambao wako katika mikono ya M23 kabla ya kumalizika kwa vita na baada ya kumalizika kwa vita. Mtusikilize. Nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue. Et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Elle est un impératif juridique et politique que chacun ici a le devoir de faire respecter. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette année, les violences se sont intensifiées avec une brutalité rarement atteinte. Les offensives menées par le M23, l'AFC M23, dans des zones densément peuplées, ont provoqué des affrontements meurtriers et des déplacements massifs. Des villes entières ont été prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants. Les attaques ont visé des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles. Les violences sexuelles et les violences basées sur le genre sont utilisées comme armes de guerre. Des enfants sont recrutés de force. Des convois humanitaires sont pillés. Rien de tout cela n'est acceptable. Rien de tout cela n'est défendable. Rien de tout cela ne peut devenir la normalité d'une région à laquelle on demanderait de s'habituer à l'horreur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont insoutenables. Des millions de personnes déplacées, des foyers forcés à l'exil à répétition, des enfants privés d'école, des femmes mutilées dans leur corps et dans leur dignité, des épidémies de choléra, de rougeole, de mpox et des flambées de maladies infectieuses dans des zones où les structures sanitaires ont été détruites ou abandonnées. Nous sommes face à une crise humanitaire totale, sanitaire, alimentaire, sociale, psychologique, humaine. Je veux ici saluer celles et ceux qui, au prix du danger, continuent d'agir. Les équipes médicales, les humanitaires, les agents des agences des Nations Unies, les ONG internationales, les ONG locales, les structures communautaires, la société civile, les associations de femmes. À toutes ces femmes et à tous ces hommes qui prennent des risques pour sauver des vies, je dis aujourd'hui, la République démocratique du Congo connaît votre courage. Rais Felix iko na plan tatu kubwa. Reconstruction. Reconstruire ma province Nord Kivu na Sud Kivu, na iko na mobiliser pesa kwa ajili ya kujenga. Na pia kuna pesa zimekuwa mobiliser plus ya 1 miliari na zaidi ya maero 1.7 miliari euro itatumika juu ya kusaidia watu wa Goma na Bukavu, na Ufaransa imetangaza kwamba watafungua airport ya Goma ili waanze kushusha misaada. Kushusha misaada una wakati waasi wa kingali pale. Tuseme kwamba wamekubali sasa tu collaborate kwa sababu mtashusha misaada kwa wananchi na waasi ndio wangali pale, na
uwanja wa ndege uanze kufanya kazi. Donc serikali imekubali sasa M23 bakie Goma. Niseme kwamba imekubali, lakini niseme kwamba M23 imekubali kishingo upande. Juu walilanse communique ilikuwa ni hiyo jana tariki 30 Oktoba mwaka huu, ambayo iliposiwa kwenye account Twitter ya kiongozi huu wa Maguguni hawa Laurence Kanyuka, akiwa ni chargé wa communication kwa M23, ambaye lanse communique kusema kwamba Alliance Fleuve Congo inakataa katu kuswala hilo ambalo litakuwa la kufungua airport. Wakaonesha yengine sababu nyingi sana za kuonesha kwamba kwa wakubali. Sababu zimoja walizonesha kwamba jinsi wanaweza kufungua airport wakati mazone zao juu wanazitaka wanajitaka kwamba mazone ziko libere. Ndio. Aseme zone ziko libere bana couper na collaboration na zingine mazone zenye ziko za zone gouvernementale. Yani upande wao walikuwa wanataka kukue ma collaboration na mazone ma échange de commerce na mazone gouvernementale. Hii kaonesha kwamba upande wao na wakaambia Ufaransa isijimele mwa vitu venye haijui. Yengine kazungumza kwamba hivi kufuatana hii communique kwamba Ufaransa isienvisager resolution zitakuwa militaire. Ienvisager resolution zenye ziko politique, kwa sababu hii madosia ya vita wao walishaigeuza tena, haiko tena question militaire na kwa question politique. Ndio gisi walishaigeuza ba. Hawapeke kama aspect militaire na kwa aspect politique. Ndio akasema kama Ufaransa isienvisager yeye ya kuappuyer gouvernement congolais mu façon militaire, wapie selon militaire nani politiquement juu wangalie jinsi watafanya ile mazungumzo yao yenye wanakuwa nalomba kila wakati eti dialogue. Est-ce que M23 ilingia munani militaire ama mu politique kuingia Goma? So ilingia ki militaire. Ndio walingia façon militaire, mais na foto ni hapo ki militaire. Ndio. Na ndio maana kutanisha hapa kwao inakuwa sa vile vinaenda malizika vibaya. Sasa communiquer ya bomu kama contradictions zimwa za ajabu. Juu ukiangalia hata phrase ya tatu huko komisho wanasema kwamba la France devrait éviter tout acte, tout comportement ou toute prise de position susceptible de rappeler au peuple des régions des Grands Lacs son passé triste et malheureux. Nasema France inatakiwa kuepukana na masuala yote ambayo inaweza ikakumbusha wananchi wa ukanda maziwa makuu vita na maafa ambayo iliyopita ilifanyika mbele. Si France ndo iko inakuwa jiji kwamba ndo iliweza sababisha masakre ya Rwanda. Ndio unakutasha kwamba hii wako wanaonesha kwamba wanasapotiana hii na upande mwingine ba France ndo wali support banya Rwanda banani aba batusi kuwapiga Bahutu. Ndio. Unaona? So kwa hiyo jambo sasa hawa wanamaliza communique yao na wanasema phrase ya mwisho kwamba wana reiterer engagement yao ya kuprotéger na kudefendre les populations civiles. De défendre population civile yenye kila siku kuna massacre unaua civile gani ama population civile mkategori fulani yenye wao wanatafuta. Kwa hiyo tuseme M23 haiko inajielewa. Inakuwa inaenda mbele nyuma, kushoto kulia. Serikali isema itareconstruire tena Goma na Bukavu na maeneo mengine yiko kuna M23. Donc sio kwamba Felix ashikuwa na uhakika kwamba vita inaisha. Ndio, ashikuwa na uhakika. Juu hawezi zingia ma project za kusema tutajenga sasa mwingine na vita kingani. Juu alisema kabisa, kwa hiyo plani ya kwanza alisema plani ya urgence ya kureconstruire Nord Kivu na Sud Kivu. Yenye recette itakuwa mobiliser mu horizon kama 2026. Nadhani platform hiyo. Na akasema protection pour vulnérables mais aussi poursuite administration parallèle lele yenye ilikuwa instaurée na M23. Yani bale bote benye balikuwa wanajifanya baagent ya DGM administration yote yao watapata ma poursuite. Ndio, yani banasemaka wenye walifanya sheria wanasemaka dura lex c'est de lex. La loi est dire mais c'est la loi. Ndio itakamata mkono wake. Après la guerre c'est la justice. Na hapo isi ukalamba kwao sasa vile ubinti ambaye alifanya braquage kisha leo anaanza kufanya mwenda bazimu. Nao watajifanya mwenda bazimu kusema kwamba walifanya wako wanafahamu.
Na nyingine ya tatu wakasema kwamba watatransformer kize crise yenye ilifanyika kule enlever de stabilité, yani wataangalia jinsi ya kufanya stabilisation na cohesion entre batu gisi imapo ma vitu vilipitikana, ima atrocité, ma menace ilipitikana, il faut balete stabilité mu region ya Grand Lac. Tukaona kwamba mipango ni Rais Felix Tshisekedi iko nayo juu ya wananchi inaeleweka vizuri sana. Isipokuwa tu hao wa M23 ambao hawaelewi ni wako. Kwa hiyo tuseme kwamba hii ziara yake kwa sababu saa sita nijaribu kuongea na Bwana Mwinyi, akaonyesha kwamba ziara ya Felix kule haina faida. Lakini kwa sisi Wakongomani ambao tuko ndani ya Kongo hii ndio na ambao tunajua gisi mambo iko naenda Mkongo, mimi naweza kusema kwamba uwepo wa Felix kule uko na faida. Ndio una faida mkubwa sana juu population iko kule na sufrire sana. Juu hakuna entrée, hakuna sortie, maana ni gouvernement yenye iko yabo. Tena population iko menacée. Sasa hivi M23 inaweza kuchukia yeye bakifungua na airport ya Goma. Batapoteza nini? Hawatapoteza kitu. Kwa nini hawataki go nani airport ya Goma ifunguliwe, madawa na chakula zingine? Ndio mimi nakwambia kwamba mwenyewe alilumiwa na nyoka, Lukamba inamogopeshaka. Wende bako wanazania kwamba hiyo inaweza kuwa infiltration yao na bakakuwa infiltrate ndio bakawamaliza arme kaingia mule yenyewe anaweza leta ba mercenaire Felix Tshisekedi wende kakuya kupitia. Lakini inawezekana niseme kufuatana na hali yenye iko kule, maskini wa raia kupitia hii tu atrocité mavita imefanyika, ilikuwa ni muda wenye ya kuacha makuluari humanitaire yanze. Maorganization machakula madawa ifikie raia, wananchi wapate misaada iwasaidie kwanza na tanda hivi vita vimalizike. M23 wamekamata watu zaidi ya 80-90 hivi, wanakaribia 100 maeneo ya Panzi, Bukavu. Waliwakusanya vijana na watu wenye kuwa na nguvu na wakapeleka destination yenye haijulikani. Vijana hao wamepata bahati mbaya nao watu wa M23 kwa sababu huko niseme kwamba walikuwa soupçonné. Wakaenda chongewa kwa sababu M23 iko na watu wao ambao inawatumikisha mnendani kwa sababu waranse nyema wao. Si walifanya nani? Wakaenda aseme kwamba aseme wao ni wa anti M23. Wao wanapinga M23. Sasa ndio wakaenda wakamata sasa hivi. Semekana kwamba wanapelekwa kwenye mafunzo ya Rumangabo. Kwa nini utapeleka mtu mafunzo mwenyewe hataki? Na hapa juzi tena wengine kama Senkan Kombe balijiripoti Kisangani. Ndio. Ushaelewa? Sasa ile 7000 yenye balionesha kwanza 7000 Kombe na pia 9000 ya bali babu yenye balionesha kutoka chanzo kwa mafunzo na Rumangabo. Biko wapi? Wale hawaeleweki kwenye kwa napitia. Ile 7000 juu kila siku wako wanajiranda, kila siku wanajiranda. Hii ni sawa sana ukamata kitu na kuna mafuta mkononi kila Teresa. Unakamata unaforme watu apre unawaforme unafutumana mpori wanajirandre kwa zalendo na FARDC. Ile system ya bamwizi ya zamani banachipakala mobile. Ndio. Anavula manguo yote kisha anapaka mobile. Ule hawezi mkamata. Hawezi, anatereza kama kambani. Leo nakutesha kwamba watu wenye wako wataka wakamate ku morale juu morale yao sasa haina tena force sasa vile mbele juu mbele ndio ilikuwa na force mekwa. Leo raia washaelewa watu ni wa tretre, wa criminele, wa genocidere wa nguvu sana. Sasa hautambia mtu aseme tutaangalia tuko na balibere, tuko tunawasaidia utapata mshahara mzuri sana, tufanye formation kule utaenda libere na wewe zingine mazoni hani. Na njuma mkutanisha wao wanatumikisha akili yenye nzuri ya kwenda kujirandre kwa FARDC na wazalendo. Ya ile kujirandre kwao ni nia nzuri sana. Kitendo cha M23 kuendelea kukamata vijana kwa nguvu wanafanya upuuzi. Unaona wakati mzee Laurent Desire Kabila alikuja na hawa wa Rwanda, mzee alikuwa anasimama. Anasema ingizeni watoto wenu jeshini. Ndiyo. Hawa ambao niko nao hawa watarudi kwao. Ndiyo. Ushaelewa? Ndiyo. Watarudi kwao. Kwa hiyo tunatakiwa tuingize watoto jeshini tupate jeshi letu. Ndiyo. Na ndio hivi ndio gisi tena biko vile vile. Juu kuna M23 na kuna ARC. Ndiyo. ARC Armée Révolutionnaire ya Corneille Nangaa. Sasa Nangaa wasema hawa beniko nao watarudi kwao. Kwa hiyo mkuye tutengeneze jeshi ya Bakongole juu biko na ficha kwamba abiko na Barwande
nyuma yao. Nyuma ndio. Unaelewa? Tandisiki baba Rwanda biko na tunawajua na tunawaona. Sasa pale kwao inakuwa ni ngumu kupata confiance ya raia. Light ingekuwa seme ni ba mercenaires ndio wanakuya. No mimi nasema kila siku kwamba ingekuwa hii movement ya AFC ni ya ba Congolais, ni aspiration ya ba Kongomani wenyewe. Awangi wao wenzao wa Kongomani. Wasingi wa Kongomani na tungewaunga mkono. Unaelewa? Ndio. Ingekuwa ni aspiration ya ba Kongomani. Ndio wanakuja sema sisi tunataka tufanye mapinduzi ya nchi, tutengeneze nchi yenye iko dinamiki, hapana hii ya madistraction. Ndio. Kama hii movement ishaenda mbali sana. Lakini ba genocidaire ndio banayala mule muafse. Ba mwizi bale ndio yuko mule muafse. Ba détourneur bale yenye balikuwa na Kinshasa tena ndio yuko mule muafse. Donc hakuna changement kusema kitu tunaweza kuwaunga mkono kwa sababu hakuna kitu ambacho kitafaidika kwa maslahi ya wananchi. Kwa hiyo kuwakamata raia kwa kinguvu, kuwaingiza jeshini, kenye mimi naweza kuomba raia wakati wanawakamata wala msipanike, mtulie tu. Mimi mnaenda kwa mafunzo yao kule, si ndio? Ndio. Nyie tu mnakuwa mko na napiga moyo konde, bakisha maliza mafunzo, mkipewa mabunduki, mnatufuata bwana. Mnakina mabunduki zenu basi tunajisalimisha, bali tukamata Bukavu ndio hivyo tunakina mabunduki wazalendo. Ndio. Na hata bunduki kija nayo kwa wazalendo wanapatia wazalendo inaongeza munition, ndio. Kwa hiyo msiku mnapanike, juu kupanike pia itafanya sote wanawapiga, sote wanawaumiza, lakini mkitulia tu, mimi mnajua hapo mafunzo tunarudia tena kuna kupale. Ndio hizo tuko tunafanya hivyo. Mnaenda, mnarudia. Bakiwa bamwe panarudia. Wanapiga hesabu kama tuko na 10,000, 9,000 yote inaenda. Bali balikia na nikatogota ameanza kupigana. Bado. Ile ilikuwa ni mikwara ile. Walikuwa wanakuja magari zinatulia pale, kisha wao wanapita za milima wanarudia kwao. Zile gari zinawakuta kule. Waulize tu hapa nje babambia habari ya huko. Biko natia mzaa. CNPSC waliweza kufanya maridhiano misisi kati ya makundi yote ambayo yalikuwa yanapigana, kati ya Biloze Bishambuke, FABB pamoja na CNPSC. Walikubaliana kuheshimiane. Ndio. Kama tuheshimiane, na baada ya vita ni sheria ndio inasimama. Ndio. Kwa hiyo unaweza kaua mtu leo, sinapita, lakini kesho sasa unajikuta ushakuwa position sasa ya kwanza kula lari. Ndio. Dosia yako inatoka chini. Fulani alifanyaga, unajikuta unaangukia wapi? Pabaya. Kwa hiyo ni lazima tuheshimiane sisi wote ili tuweze kulinda heshima yetu na tusumpe adui nafasi. Wakakaa sehemu moja, wakazungumza, wakafanya mitingi pale. Ilikuwa mitingi kubwa tu. Ndio. Watu maelfu walitokeza. Na watu wakapuye. Hivi vitendo vya makamba barabarani. Tutoe makamba barabarani. Sawa? Tutoe makamba barabarani sisi wazalendo wote. Na kama wewe unaona bila kamba hautaishi, tunavitoka. Ndio, itakuwa imesaidia zaidi. Kama kamba ndio iko nakufanya uishi, toka. Haiko peke ndo mzalendo, tuko mingi. Wewe ukitoka tunaingiza vingine 10. Sasa tunaomba nini? Atuomba kitu. Ndio. Ulia kutia makamba yenye huko na trakase watu, huko na naumiza watu vichwa, inakuwa haiko sawa. Kwa hiyo mambo kule yalikuwa yako sawa na kila kitu kimemalizika. Kuna shida ilitokea Uvira, binti moja ilikumbwa na mafuriko. Ndio, mafuriko makali hiyo jana mida ya 5:05. Mvua ilinyesha kwa juu ya vilima ya vinavyoinukia mji wa Uvira na vikashusha maji mengi sana, mafuriko kabisa, maji nyingi kabisa. Na binti huyo alikuwa na mafuriko ili deborde au maili yala tu. Ilijaa sana juu nyumba depuis mafuriko ilipitaka, watu wakawa wanaweka distance na karibu na pembeni na mto Mlongwe. Sasa binti alikuwa anafua, bahati mbaya sama nguo zilianza kushuka, kapenda asaidie juu huenda aliona wazazi wako makali, wakisikia kama nguo zilienda fua zilienda na maji watamtukana. Kupenda ende kugota nguo zake na basi ya manguo na njoo akaenda. Hayati huyo binti akashuka na maji mpaka maiti aliyogota kwa chini, ndio amefariki jana kupitia mafuriko ya maji. Na sio tu yeye, na mwingine kijana mwa eneo la Kasenga tu walikuwa wawili
na hivyo hivyo alikuwa anavuka maji akashuka naye kabisa juu. Maji ilikuwa na kasi mingi sana kabisa. Ndio. Okay. Kwa tutoe pole sana kwa familia. Lakini jinsi kuna semekana Uvira mafuriko, haiko mafuriko, mtoni ulijaa. Baada ya kujaa binti alikuwa anafua, sasa akapenda sauve nguo zisende na maji. Bahati mbaya ndio ikawa imetokea hivyo. Kuna habari mpya Kinshasa kuhusu chama cha Matata Mponyo. Kimefanywa vipi hicho chama chake? Chama cha Matata Mponyo nacho kimepigwa sanction na ministre wa interior Shabani Luko kutoka karatasi ambacho kitosha rasmi kusema kwamba inaonekana chama hichi cha LGD kiko en connivence na parti ya PPRD ya Politique Kanambe. Hii imeonekana kwanza appui yake na participation yake Matata Mponyo Mapon kwenye kikao kilichofanyika kwa Nairobi kufanya lancement officiel ya Sauvons la RDC platform yake Hippolyte Kanambe. Imeonyesha kwamba naye yuko en collaboration na Hippolyte Kanambe. Na ndio hivyo ukatoka decision kwamba iko suspendi chama cha LGD kwa sababu kiko en connivence en collaboration avec PPRD. Na ndio hivyo kwanza kiongozi wa chama hicho haiko Mkongo. Matata Mponyo Mapon juu na haiko na mapoursuite judiciaire za sheria ya Kongo ambazo zinamfuata vile vile kuona masuala de tournement projet Bukangalonzo. Na hiyo inakuonyesha kwamba Matata ni mwizi. Ndio, inakuonyesha kwamba hiyo yote inatumana kwamba wapoliticiens wamoja wanaanza fuatiliwa juu ya kuiba mali ya umma na wengine kufanya mauaji na wengine maparticipation ma mouvement insurrectionnel. Hiyo yote inatumana kwamba wanakuwa wanapata mapoursuite judiciaire. Na wakingaliki tu wengi sana. Ni lazima tufunge vyama vyote ambavyo vilikuwa mu FCC. Ndio. Vile vyama vyote ni vya kufunga. Chelewa. Wenda vista kwa visha changer malengo. No. Unajua kila chama kinakuwa kiko na malengo ya kuundwa. Lengo ni nini? Objectif principal ya parti politique ni conquérir le pouvoir na conserver as long as possible. Oui. Sawa? Ili ndo objectif moja ya parti politique. Na une fois una accéder ku pouvoir, uko na programme ya development ya parti. Sawa? Isi itagere inchi. Sasa ukijikuta kwamba mlikuwa mnagere inchi, mlikuwa na pouvoir, mnagere inchi, mnashindwa kugere inchi, donc mliingia mweshe. Hakuna funani mwae tena kusema mnaweza kurudia tena pale kukiti. Moja kwa moja ni kususpendre ile parti. Ndio. Sababu hakuna kimlifanya. Na ukisema parti tunajua kwamba tele nani leader alikuwa pale na yeye ndo alikuwa pale kinara, miyafanya kitu ni kutoa moja kwa moja. Kwa sababu ukiangalia parti zilikuwa bale zamani ya kwenye AMP, majorité parlementaire, sindo bale? Ndio. Majorité présidentielle. Ndo AMP kisibalikuwa. Bale ndo mlikuwa vyama vya mingi bikaya vikaingia mu FCC. Ndio. Sasa mwile FCC vyote venye walikuwa viko nafanya ilikuwa ni juu ya kudestabilize serikali. Unaona? Ndio. Vyote ilikuwa ni mablokage tu. Vyote ni mablokage. Sasa hawezi kususpendre LGD peke yake wakati muko maparti zingine ziko mle ndani. Ndio. Inatakiwa zote waweze kuzifungia na ziondoke kabisa, zivunjwe. Na chama cha siasa kinakuwa kiko swate kiko kushoto, swate kiko kulia. Hawezi kuwa we leo uko kushoto, ukiona kafanya kulia unaenda. Kesho ukiona huko unaenda unarudia. Kesho hapana. Ushelewa? Ndio. Hiyo hapana. Inatakiwa chama kiwe moja. Kama tunajua ungali kwa upinzani, bakia kwa upinzani. Ndio. Mpaka siku utachukua madaraka. Ukiishiwa na wewe pia hivyo, lakini mkate ukishakuja unaenda. Baki sukari kishaisha tena unaweza kulalamika. Si ndio hiyo mapolitiki ya Mkongo? Ndio, huenda wako na ile logique ile teoria ya politiki kusema kwamba politiki kwa kidinamiki na kwa statiki. Unaweza ukachange kila wakati mayo ikiwa kwamba interest zako hazitakuwa zinakamilika. Juu ukiangalia kwamba wafanya siasa anaweza kuwa msemo fulani. Akiona kwamba huko kwenye iko interest yake haiyakuwa vile vile haiko prise en compte. Anachange quand
anaenda anakuambia yeye leo nimeisha saini na kuwa mu platform fulani. Anaona kwamba kule atapata maslahi yake. Na unakuonyesha kwamba hile inatumana wafanya siasa wengi sana hawako tena wakutetea raia, lakini wanakuwa wakutetea maslahi ya autorite morale wao. Na ile problem Autorite morale alisema hivi. eh, Maana kwake ni Mungu umduni. leo Haiko hii raia walisema, lakini autorite morale alisema. alisema Ndio. mtu kama kina Nehemi Mwilanya, C'est pourquoi wakina Emmanuel Shadari, wakina Evariste Boshabe, Eresmai na Boshabe Evariste Boshabe. aliweza nani geuka Ndio. akaona hapana, huku niko napotea. Wakina Obemi Naku, wakina Ferdinand Kambere, Ndio. hapa ni watu ukiwasikiliza ba intelligent lakini babumbafu. Haetu eske Hippolyte Kanambe ndo mtu mwenye iko sanse tu kwa president na ni mwi republique? Eske Kanambe tu ndo iko na kile kuongoza nchi? Na balikuwa panda 18 tuliona pale. Bado sawa kina Matata Mponyo. Ndio. Hippolyte Kanambe alikuwa pale. Ndio aongoze nchi tu. Unashindwa hata kumkontrol kumwambia ewana wewe bila kushinda. Na Kanambe alimwambia je manquais seulement 15 personnes Ndio. bakuongoza pays huko nabo. Donc mwe wote ba Matata banani mko babumbavu mambuzi mbele yake. Ndio. Unaona? Franga za Kangalonzo za Matata Mponyo anakula. Franga ziko za kutengeneza kiwanda cha malisho pamoja na mifugo na maendeleo ya nchi. Pale kungelimiwa vitu vilikuwa vinakulisha republiki mzima. Ndio. Ushelo, hizi franga zote anakula yeye peke. Anaenda jenga university Kindu. Ile masomo yake iko share sana. Kisha siku mtu anakuambia si bora hata yeye alijenga nani masomo. Eske masomo ni yako? Ni ya babako? Masomo sio yake. Utasoma bure pale? Hapana. Hakuna. Kwa hiyo hakuna maendeleo yote yanafanya. Alikula franga yeye peke, banamkondania, anakimbia. Matata Mponyo alitoroka. Tena wenye balimtorosha ni banani? Batu yanapofuata. Ndio. Kwa hiyo bangavuta vyama vyote. Juu hata bakila Vital Kamerhe hii ma projet ma maison préfabriquée mwezi wa sita wa saba kulikuwepo ma containers zenye mpaka bulileo hivi ziko kwa aeroport ya Tanzania kule. Tanzania ilianza kwanza communique kasema kwamba serikali ya Kongo inatakiwa kuja kukamata vitu vyake. Na vikitambuka dele fulani na viko nalipiwa vinalipiwa batabisezi mkiwe kamata vitu vikitambuka dele tabisezi. Sasa unaonyesha kwamba serikali jina kama vitu makini ama acha. Hamna, ile mavitu ilikuwa ni ya frappe. Après yeye sasa kuwa mprizo ndio kaanza sasa ewan. Mfanye mbio, mulete hata vitu vimoja ngapi bingie pale. Ndio. Me ave kukuaga depuis mwanzo. Kamerhe ni mwingine mwizi, bandi. Ushelewa? Ndio. Donc hakuna mwenye tunafaire confiance mu Kongo. Kamerhe ni bandi, ni mwizi. Aliiba franga za 100 jours. Unaye Matata po naye mwizi. Projet Bukangalonzo. Bandi Bukangalonzo. François Robota naye bandi mwizi. Malampadere na manani na ikuratu ya hapa muplay. En complicité na Nicolas Kazadi. François Robota ndugu juzi naona ni Bafuleru yuko Burenyo wanasema sema si Bafuleru. Eske unajua kama Bafuleru hatuna mwingine? Mwingine? Uliona hiyo? Hapana. Walikuwa Burenyo na nikulu kuona ku plan. Habana mwingine, habana vile. Donc habana kwabo. Bako nao lakini haijengwa. Bakasema Uvira ni Bavira. Ndio. Fizi ni Bavembe. Ndio. Walungu ni banani Bashi na wengine. Bafuleru kwa wapi? Plaine de la Ruzizi. Sasa ndo yuko na bana declare kwamba bapate kwabo ndio bajenge bata kwa nani Banyakatele Banyakentele Banyaplane za sikia hapa ile Bafuleru itakufa. Watu ni Banyaplane. Bananyanganywa Mulenge. Hapana, nyang'anyiwa. Haijanyanganyiwa pia. Bafuleru bananyanganywa Mulenge. Unaona? Kisha sasa wanaanza lilia si hatuna vile Uvira ni ya Bavira, ya Baraka ni ya Babembe, Bukavu ni ya Bamushi, Walungu ni Bamushi kule, huku ni donc ni hivyo. Hiyo ni nini? Wanasiasa wetu wanafanya siasa ambayo kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili
ya nchi hii. Tuko na wezi, tuko na waiskuru. Jiulize kwa miaka iliyopita huko kwa mwanabunge mwenye alikuwa anasema kwamba akifika mu parlema data nduma manake baba alinituma. Haiko wananchi ndio alikutuma, ni baba yako ndio mwenye alikutuma. Nako sema bitakwira. Hapana, data nduma. Ilikuwa ni mtu la Lungwe Diallo. Na aliendaka na kurudiaka. Alitaka na nenepa na kauza ka parcelle na kabakia kule Kinshasa. Na rudiaka mpaka leo. Bamuchepe nabo unanimataka bachaguliwe. Bamuchepe sio nani? Ndio. Fanya commerce tu. Ushele. Fanya biashara yako. Hata mbunge huyu ambaye ni Bitizula Maemba Martin ambaye julize walikuwa député national upande echelon unakuwa sahi unakuwa na ministre provincial. Ona echelon inashuka sana. Na parmi ba député nao wenyewe walitumika kama mandamu 2020 2018 mpaka 2023 yeye kwa parmi ba député waliendaka Kinshasa na bakurudiaka. Na kwanza alikuwa kasha kwa bati na magonjwa nabo professeur walikuwa nao walikuwa ni titre tu honorifique ya masomo akabakilia kakule. Hivi akirudia ndio anakosa wakaona juu kwa mchama wakamchia pale minister. Tatizo tu ndugu yangu Roger ni akili ya wanasiasa wetu. Kwa hiyo tukubaliane kwamba wanasiasa wetu wangali na akili ya wizi na hawana vision na pia hawana misimamo kwenye mambo yao. Mimi kama niko kushoto, sio kushoto, niko kushoto tu. Itabidi tupigane mpaka tuchukue kiti. Unaona nchi kama Tanzania, kama Chadema hivi. Utaona kiongozi mkuu wa Chadema anasema kwamba anatoka Chadema anaenda CCM. Mtasumbuka uko pale. Mko unatengeneza sera. Wananchi wako wanaamini sema hawa watu hawa inabidi tuwape. Leo unaona machafuko kwenye kukula. Na wale wanahangaika vile sana ndio wanakuonyesha hata uaminifu wa nyumba yao wanakuonyesha hawana nao. Juu uaminifu. Juu mwenye chama hawana uvumilivu sana, mke wake nyumbani atakuwa na uaminifu. Hakuna mwanamke. Huko hapana. Tuache swala la kupatia mamlaka yote kwa autorite morale. Mimi swala la autorite morale mimi linanichukuzaka sana. Autorite morale tu akisema basi. Autorite morale ni sasa Martin Fayulu hapa hivi. Iko naambia sema tusingie mu election. Na mwe wote mnaitika. Député na wote ba mchama cha SID bote hakuna hata mmoja aliweza kuposti. Kabila anaambia FCC hakuna nani kuvote. Hata kujiarole. Ndio. Hapa kwenda. Kwa bumbafu. Shadari na masomo yuko nayo. Mtu sasa politika anaambia mwenye kusomaka ndio yuko nakwambia kitu na tushe tumalizie. Namshukuru tu kwa wote ambao wanaendelea na Baraka One TV. Asante kwa muda wenu. Asante sana kwa wote ambao mko natusikiliza, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu. Tukutane majira ya saa 12. Chao.